Hii ni sehemu nyingine unaweza kuamua kuwekeza katika kutengeneza hati miliki ya kazi unazofanya. Hii inahusisha na kuanzisha bidhaa ambazo utakuwa na hati miliki yake na itakusaidia kuingiza pesa ikiwa zinaendelea kuuzwa sokoni. Tafsiri yake ni kuwa uwekezaji wako mkubwa huwa ni ule unaofanya mara moja pale unapotengeneza kazi yako ama kugundua kitu fulani, kisha baada hapo utaendelea kuingiza pesa kwa miaka yote itakayobakia. Kwa mfano, unaweza kuwa mwimbaji na kutengeneza albamu yako ama kuweka nyimbo zako katika mtandao wa YouTube na ukaendelea kuingiza pesa kadiri wimbo wako unavyoangaliwa ama albamu yako inavyonunuliwa, na uhitaji kila siku uende studio kurekodi. Lakini pia unaweza kuamua kuandika kitabu na ukawa unakiuza, na kinapoisha unakizalisha tena na kuendelea kukiuza na ukaendelea kuingiza pesa kwa namna hiyo. Au pengine unaweza ukatengeneza formula au kanuni ya kufanya kitu, kutengeneza kitu, kisha kadiri watu wanavyoitumia nawe unazidi kuingiza pesa kwa jinsi hiyo. Wakati mwingine unaweza kutengeneza platform mtandaoni na kila anayetumia anakupatia pesa kiasi fulani, kama ilivyo Uber au mitandao mingine ya magari. Huu ndio mfumo ambao kampuni kama Kupatana wameutumia. Kutengeneza mfumo ambao watu wanaweza kuuziana, lakini kwa kila mauzo wao wanapata kitu fulani. Ndio mfumo huo pia unaotumika kwa mtandao wa kuuza nyimbo mbalimbali. Unaweza wewe usio mwimbaji, lakini ukatengeneza sehemu ya watu kuuza na kununua nyimbo zao, kama vile ilivyo Wasafi.com inayomilikiwa na mwimbaji Diamond Platnumz. Unaweza wewe usio mwandishi, lakini ukatengeneza sehemu ya watu kuuza na kununua vitabu na kadhalika. Faida utakayopata, unaanzisha biashara yako mara moja na baada hapo inaendelea kukuingizia pesa. Kwa maneno mengine, unafanya uzalishaji mara moja ila unaendelea kufanya usambazaji muda wote wa maisha yako. Kazi za namna hii huwa zinaishi hata baada ya wewe kuondoka duniani. Hivyo kama wewe unataka kutengeneza pesa endelevu ya kudumu kwenye maisha yako, hii ni njia mojawapo pia. Unaweza kuangalia maeneo ambayo unataka kufanya na uanze kufanyia kazi mara moja leo. Changamoto ambayo unaweza kukutana nayo, pamoja na kuvutia sana kwa mfumo huu katika kutengeneza pesa, changamoto kubwa unayokutana nayo ni uwezo wa kulinda kazi zako. Kwa mifumo ya nchi nyingi, bado uwezo wa kulinda hati miliki za wazalishaji wa kazi za namna hii ni mdogo sana. Katika nchi za Afrika, ni Afrika Kusini tu ndio wamepiga hatua sana katika ya kulinda haki hizi, na duniani ni nchi ya Marekani. Kwa sababu hiyo, kuna watu wengi sana ambao wamefaidika kwa kutumia haki za watu mbalimbali na kupata manufaa makubwa ya malipo ya kifedha, huku wale ambao ndio hasa walitengeneza kazi hizo wakibakia katika umaskini.